Weki. Kwa nini umerudi nyumbani umekuja kuchukua ile hati au? Ujeje vipi mbona nipoyeka sioni? Tena wewe, tuheshimiane sawa, usiniambie nimevurugwa. Mimi sio mtoto mdogo wala mimi sio chizi sawa. Nimekuja, nimeangalia hapa kitandani nilipoyeka sijaiona. Kwenye mabegi nimepekua kote sijaiona. Sasa unajua kama huni kipofu hawezi kuchukua. Nani atakuwa amechukua? Eki. Hebu nisikilize. Yaani kama unataka ulete mchezo wa utani hapa, mimi sina utani muda huu, sawa? Wewe niambie umeweka wapi? Sikilize mwanamke, tena usinifanye mimi mpumbavu. Tena usinichanganye kabisa. Sasa nisikilize. Yaani nakuja hapo ulipo, afu nitakuja nikuonyeshe show. Vipi Mchilo? Nahisi unashangaa kuniona hapa. Mdogo wangu, Mwenyezi Mungu amtupi mja wake. Watu wema wamenisaidia na kunifikisha hapa nyumbani. Maana ulivyoniacha pale nilianza kutapatapa, mwisho wa siku na gongo lenyewe lilianguka. Sijui hata liliangukia wapi. Ila mdogo wangu najaribu kujiuliza, kwa nini unakuwa na roho mbaya kiasi hiki? Eti. Haya vipi umefanikiwa kuuza sasa hii nyumba? Kwamba mwanamke wangu anadaiwa milioni 5 na ana shida nayo sana. Ila mimi nilikuwa sina njia yoyote ya kuipata hiyo pesa. Na hata jana nilimdanganya tu kwa kuwa nilikuwa nahitaji nimtumie. Lakini amenishauri na kunionyesha kitu ambacho sikuwa nakijua kabisa. Amekuonesha nini na akakushauri kitu gani? Yaani alichonionyesha ni kitu cha umuhimu sana. Sababu aliingia chumbani kwa Dekan, akakuta kuna diary. Na ile diary yani inaelezea kila kitu kuhusiana na mali za pale nyumbani. Kwamba hata mama yangu mimi kipindi anaolewa na ule baba, yani kulikuwa kuna mali zote, yani mama yangu hahusiki hata kidogo kwenye kuchangia zile mali. Kwa hiyo nishauri yeye ni kuiuza tu ile nyumba na ili tufanye mambo mengine. Na kupitia hiyo pesa naweza hata nikamuoa. Sawa, nimekuelewa mdogo wangu. Nimekusikiliza na nini hasa ni lengo lako kubwa hasa hadi kuja kuniambia mimi niweze kufanya nini labda? Kwa nini uzingatii muda? Samahani shemeji. Nilikuwa namsubiri huyu mjinga Mchilo aondoke nyumbani. Halafu na mimi ndo nitoke ili nije kuonana na wewe. Kwa hiyo baada ya kuondoka zake, na mimi ndo nikawa nimefanikiwa kutoka. Naomba unisamehe kwa hilo shemeji. Usiniite shemeji, niite mama. Sorry. Nitaanza kukuita mama kuanzia muda huu. Vipi? Alivyotoka nje na kukuona, hajaongea kitu chochote? Na kwa ulivyomwangalia hata ameziona? Alivyotoka hajaongea chochote zaidi ya kushangaa kuniona pale nyumbani kwa wakati ule. Na kuhusu hati, kwa sasa hawezi kuziona sehemu nilipoziweka. Maana hii ni sehemu salama zaidi ya ile ya mwanzo. Una uhakika ni sehemu salama? Maana hata mwanzo ulisema zipo sehemu salama, akafanikiwa kuziona. Kwa sasa na uhakika 100% hawezi kuziona. Niamini hilo mama. Blaza, kwa hili itabidi tu niwe na roho mbaya.
kwa sababu kikwazo kilichobaki mbele yangu ni kimoja tu. Kuhusiana na yule blaza mimi sina shida. Yule blaza yuko mbali na mimi likizo ni ndefu sana. Kabla hata yeye hajarudi mimi nitakuwa tayari nishaiuza ile nyumba. Ila kikwazo ni huyu Dekan kipofu. Yaani ndio kikwazo kikubwa sana. Kwa hiyo nimekuja hapa blaza, shida yangu kubwa ilikuwa nataka huyu Dekan umuue. Lakini tukubaliane. Ukishauza hiyo nyumba, 70% zako, 30% zangu. Sawa? Kama ni hivyo, basi sawa. Mimi niko tayari. Ila kikubwa nataka tu kazi yangu ikamilike. Okay, sawa, nimekuelewa. Sasa kuna sehemu nitakuelekeza uende umlete. Ukishamleta, mimi kazi yako itakuwa nishamaliza hadi hapo. Sawa. Nipe mpango. Tunaanzia wapi? Nafikiri mpango uwe ni hivyo. Sawa. Ni mpango mzuri. Vipi kuhusu unapokaa? Hawajastuka kwa namna moja au nyingine kwamba kwa nini unatoka kwa kipindi hiki? Kuhusu pale usijali. Hawajui chochote. Sawa basi, tuonane wakati ujao. Wewe, nasisitiza tena. Kumbuka kuzingatia muda. La sivyo, nitakuacha na mambo yako mwenyewe. Hello. Naye ametoka hapa kunikabidhi document za nyumba. Kwa hiyo, naomba mumuue kabla hajafika nyumbani kwake. Na pili, hakikisha msiache ushahidi wa aina yoyote. Narudia tena, nasisitiza. Hakikisha msiache ushahidi wa aina yoyote. Nadhani mtakuwa mmenielewa. Na Hello. Nakutumia location hapo unifuate nilipo nipeleke nyumbani kwangu. Siwezi kugawana mali na mtoto mdogo. Kitu ambacho hakiwezekani. Mama, shikamoo. Marahaba, ujambo? Salama tu, Mungu anabariki. Nimefika nyumbani sasa hivi, Epi kaniambia ulikuwa unaniulizia. Nimemuuliza upo wapi, akaniambia upo huko nyuma, ndio maana nimeamua nije sasa hivi. Mimi nilikuwa nakuulizia kwa sababu mimi ndo nimetoka huko Chanika kwa yule mganga. Na hiyo dawa alionipa amenipa, wenzako wote nishawapa. Kasoro wewe tu ndo nilikuwa nakuhitaji. Maana nimewaulizia hapa wamesema wewe haupo. Kwa hiyo nimepewa dawa kwa sababu yule mganga amesema wewe ndio tatizo la familia hii. Kwa hiyo nimepewa dawa ili ikusaidie. Na hii dawa nilopewa unatakiwa uitumie. Ukiona tu una haja ndogo, unaitoa mfukoni, unajisaidia afu baadaye ndio unaiweka mfukoni. Na hii dawa unatakiwa uitumie kwa muda wa siku 14.
Ukishaitumia hii baada ya siku 14, ule mzimu hautajirudia tena kutufuatilia kwenye familia yetu. Ila ukikosea masharti sasa utabidi utatusumbua sisi. Kwa hiyo uwe makini na unachokifanya. Sawa? Nono mtoto mwelevu ashazoea kusoma. Shikamoo mama. Marahaba, ujambo? Jambo. Mbona unacheza huko hapa nje pia? Dada yuko wapi? Nimefia kutoka shule sijamkuta. Ameenda wapi na mtoto yuko kuzurura? Sijui ana shida gani. Lakini sawa, siku zake za kuishi zinahesabika. Ndio nini mama? No, wewe bado mdogo huwezi kuelewa kitu. Twende mwanangu. Nono hapendi kubaguliwa, anajilinda kama siri ya mama. Anapendwa sana na mama yake, na upendo huo ndio ngao yake. Sawa mama, nimekuelewa. Na nakushukuru sana. Kwa sababu nilikuwa sijui suluhisho la hili tatizo linaendelea katika hii familia. Ila umeonyesha ukubwa wako katika hii familia. Nashukuru sana. Alafu mama, nimekumbuka. Najua tangia uondoke hapa nyumbani kuna mazingira sielewelewi. Kuna ule binti ule ulomsaidia ule. Anaitwa Moma. Yaani tangia uondoke atulia hapa nyumbani. Yaani kiguna njia. Akila anatoka. Simuelewi, najua wakati alisema yeye mgeni jijini lakini kashakuwa mwenyeji sasa hivi. Sasa mwanangu, hizo tabia ni za kike. Hizo ni tabia za umbea wanafanyaga wanawake. Mimi nisharudi hapa nyumbani. Kila kitu nitafuatilia mwenyewe. Wewe achana nao. Unaacha kufuatilia habari za kaka yako huyo mlevi mbwa, unakuja kufuatilia habari za wanawake hapa. Naomba hizo habari uziache. Atakuja kukuletea mimba pale, afu utafute baba wa ile mimba ni nani, uende tena Mkulanga kwa waganga kwenda kuangalia lamri, kuangalia nani mwenye ile mimba. Kwa hiyo mimba utakuja kumpa wewe, si ndio? Hivyo unajielewa kweli? Hivyo mjinga nini? Hebu niondokee hapa mimi, usinichanganye hapa. Sawa, ila mama big up.
Wewe Mchilo? Mchilo wewe? Jamani. Unajua kwa nini Mchilo amekuleta na kukuacha hapa? Hapana, sijajua. Wewe nani kwani? Utanijua tu. Mchilo amekuleta hapa ni kwa sababu wewe umekuwa kikwazo sana katika kuuza ile nyumba yenu. Na ametuma mtu aje akuue. Mungu wangu, huyu mtoto kwenye shida yake nini jamani? Asante sana ndugu yangu kwa kuniambia. Nashukuru sana kaka. Basi nakuomba basi unisaidie kunipeleka nyumbani na samani. Naomba nikuulize kitu sawa? Ila usimwambie yeye kwa sababu unafahamu hili. Huyo mtu aliyomtuma kuniua ni nani? Unaulizia chooni kwa nukaji? Naongea na wewe. Mangu, Bahati, umenisaliti na mamangu.